Mambo ni mengi kwenye ligi kuu Tanzania bara, hasa kwa kile ambacho waamuzi wanakuwa wanakiamua kwenye michezo mbalimbali. Sasa hatimaye kwa upande wa kamati ya masaa 72 hajaamua sasa kamati ikae masaa yote haya, wakati jambo linajidhihirisha nini hasa ambacho kimeweza kutoka. Sasa kwenye upande wa kamati ya masaa 72 tayari wameweza kujiridhisha matukio mbalimbali ambayo yamejitokeza kwenye mechi ya Simba dhidi ya Mashujaa kulingana na kile mwamuzi Kefa Kayombo ambacho aliweza kukiamua. Sasa tayari maamuzi yameweza kutolewa mapema juu ya hatima ya mchezo huo wa Simba dhidi ya Mashujaa, ambapo utakwenda kufahamu hapa nini hasa ambacho kimeweza kuamuliwa kupitia bodi ya ligi pamoja na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kabla sijakupatia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu sana tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Katika kile kinachoonekana kama hatua ya kurejesha haki na uwajibikaji katika soka la Tanzania, shirikisho la soka nchini kupitia kamati ya masaa ya 72 limetangaza rasmi kumfungia mwamuzi Kefa Kayombo kwa kipindi cha miezi 5. Hatua hii imechukuliwa kufuatia maamuzi tata aliyoyatoa kwenye mchezo kati ya klabu ya Simba na Mashujaa uliochezwa hapo siku ya jana. Mwamuzi huyo ameonekana kukiuka misingi ya haki na sheria ya mchezo baada ya kutoa penalti 2 zenye utata mkubwa kwa timu ya klabu ya Simba. Hali iliyozua taharuki kwa mashabiki, wadau wa soka na hata baadhi ya viongozi wa klabu zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara. Katika penalti ya kwanza, kamera za marudio zilionyesha wazi kuwa mchezaji wa Mashujaa hakuwa ameugusa mpira kwa mkono, bali mpira ule ulikwenda tumboni kwa mchezaji huyo. Lakini mwamuzi huyo Kefa Kayombo bado aliamua kuipatia Simba penalti ambayo ilibadilisha kabisa mwelekeo wa mchezo huo na matokeo yakawa ni 1-1. Hali ilikuwa mbaya zaidi alipotoa penalti ya pili, ambapo kwa upande wa beki wa klabu ya Simba Shomari Kapombe alionekana wazi kujiangusha bila kuchezewa rafu, lakini mwamuzi huyo akaamuru mkwaju wa pili wa penalti kwa upande wa klabu ya Simba. Sio hayo tu, bali pia mwamuzi aliweza kutoa kadi nyekundu ya 1-1 kwa upande wa golikipa wa Mashujaa kwa kile kilichoeleza kwamba alikuwa anachelewesha muda, lakini baada ya uchunguzi kwa kina kupitia ripoti ya waamuzi na wasaidizi na picha za video, kadi hiyo imefutwa rasmi, na hii ni dalili tosha kuwa kulikuwa na makosa makubwa ya kiutendaji. Katika taarifa rasmi kutoka kamati ya waamuzi, imedokezwa kuwa uchunguzi maalum utaanzishwa mara moja ili kubaini kama kulikuwa na viashiria vya rushwa katika mchezo huo. Kiwango kilichoonyeshwa na refa Kayombo kimeelezwa kuwa ni cha chini mno kwa mwamuzi ambaye anasimamia mchezo kwa kiwango kikubwa kama huo. Lakini pia kwa upande wa kamati ya masaa 72 imeweza kutoa taarifa kwamba wao kama kamati wana wajibu wa kulinda hadhi ya ligi. Mwamuzi anayeshindwa kusimamia mechi kwa haki anaharibu soka letu na kuondoa imani kwa wadau. Lakini pia imeelezwa kuwa adhabu hiyo ni fundisho kwa wengine na hatua zaidi zitachukuliwa iwapo itabainika kulikuwa na mambo mengine kinyume na maadili ya mchezo. Lakini pia imetoa wito kwa waamuzi wote kuhakikisha wanafanya kazi kwa uadilifu, weledi na bila upendeleo wowote. Mchezo wa soka ni zaidi ya ushindi, ni haki, ni umoja na ni burudani kwa mamilioni ya Watanzania.